Jana kwa Young Africans kila kitu kilikuwa kiko shwari. Uko sahihi. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukishuhudia mikutano mingi, hasa kwa hivi virabu viwili vya Kariakoo ambavyo ndio virabu vilivyoshika roho za wapenzi wengi wa soka la hapa Tanzania kwa sababu ya interest mbalimbali na matukio ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara ndani ya virabu hivi. Unakuta unapoelekea katika mkutano lakini pia na uchaguzi kunakuwa tayari kuna kambi mbalimbali zilishawekwa, na lakini pia kuna vijembe vingi ambavyo tayari vinakuwa vishapitishwa. Ile imekuwa tofauti kwa msimu huu ndani ya klabu ya Young Africans, na sababu ni moja tu, kwamba ni mambo ambayo yanajulikana na yanaonekana kwa macho kwa sababu ya kitu ambacho kimefanyika ndani ya miaka minne ya kwanza chini ya uongozi wa Engineer Hersi Said, kwamba mambo ambayo ameyafanya pamoja na uongozi wake, lakini pia na mafanikio ambayo yamepatikana ndani ya club ilikuwa na washawishi wapenzi na mashabiki pamoja na wanachama wa Young Africans kukubaliana naye pamoja na hoja zake pamoja na wajumbe wake ambao alikuwepo nao, kwamba tukupe muda mwingine, tukupe miaka mingine minne uendelee kutuongoza, kwa sababu wanaona kuna mafanikio makubwa sana ambayo tayari yashapatikana chini ya uongozi wake, lakini pia kuna matarajio mengine makubwa yako mbele, ambapo the way forward wanapokuwa kielekea wanaona kabisa a positive way ya kuweza kuyafikia na kuachieve ni kumpa nafasi nyingine Engineer Hersi Said pamoja na Arafat Haji waweze kufikisha kule ambako wanatarajia kufika. Kwa hiyo ni kutoa hofu Steve, haujakosea popote, uko sahihi kwamba mkutano wa jana wa Young Africans ni miongoni mwa mikutano ambayo imefanyika kwa amani, lakini pia kwa kipindi cha muda mrefu ilikuwa haijaonekana ndani ya virabu vya Simba na Yanga kukiwa kuna amani ya namna hii kitokea katika uchaguzi zao pamoja na mikutano yao. Isia Kanyamihasi Eben, mkutano wa Young Africans jana ulivyoenda kwa taratibu na jinsi ambavyo matokeo yametangazwa, hata kusema ile ndio au hapana, bwana ndio mmepitisha, bwana ndio hapana, kulikuwa hakuna hapana, lakini kulikuwa kuna gomvi za wazee. Manake tumezoea mikutano mingi, vikao hivi vya hizi timu mbili kidogo zimekuwa na shida, lakini jana hata kwa wale ambao walikuwa na haki ya kurusha matangazo walinyooka hivi, hakukata tofauti na huko nyuma unaangalia kidogo tutarejea, lakini jana kitu kilikuwa kimenyoka namna hii. Pengine ndo tumepiga hatua, ama Young Africans wamepiga hatua ni kubadilika kulingana na mazingira, cha kwanza, lakini cha pili pia ni situation ambayo timu ikiwa inashinda mara nyingi tarajia kuona positives kama hizo, kwa sababu matokeo mazuri huwa yanavutia pia sura nzuri. Kwa wanatumesha zoea timu zetu hizi, unawagusia watu kama hao si wazee, mara nyingi timu zikiwa zinafanya vibaya utaona wana rais, utasikia timu iko hivi, lakini wakati wanafanya vizuri inakuwa ni ngumu mtu kutoka nje, kwa sababu there is no way. Hapo tuligusia mwanzo kwamba ni ngumu leo kwa mtu kuja nje wa mle ndani ya Yanga kupinga kile ambacho kinafanyika, wakati tu kwa jicho tu la kawaida mafanikio ambayo yamepatikana yanashikika. Yani ukija tu kwa ngazi kwamba ya vilabu senior team mafanikio yanashikika, kwamba ligi mara 5 hizo, CRDB Confederation mara 4, timu imefika robo finali ya CAF Champions League for the first time kwenye historia yao, au ni senior team. Unakuja timu za wanawake ndo unaona kidogo bado hakuna mafanikio ya moja kwa moja ya kikombe, lakini unaona improvement. Timu sasa hivi inaanza kuchallenge, maana mwanzoni ilikuwa ni timu ya kawaida. Unatoka huko unakuja timu ya vijana. Timu za vijana zinafanya vizuri, under 20 wamefika finali. Walipoteza dhidi ya Azam. Ni mafanikio. Yanga hawakuwahi kufika hatua ya finali. Kufika hatua ya finali Yanga walikuwa hawajawahi kufika kwa miaka hivi karibuni. Kuja under 17 wamechukua kombe la ligi ya vijana chini ya miaka 17. Bado una miaka 15 pia wamefanya vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaangalia mafanikio tu ya nje yanashikika kirahisi. Ujaje mafanikio mengine ambayo ya kifedha umesikia timu ina generate almost bilioni 20. Hizo ni a lot of money kwa hicho kipindi. Maana timu pia inauzika vizuri. Soko la timu ni kubwa. Fedha kuingia kwenye timu kupitia hao wadhamini, Steve ingilio, kuuza wachezaji, unaona timu inapata hela. Kwa hiyo ni ngumu kwa mtu kutoka nje kunyoosha mkono kwamba kusema mimi nataka niwatoe hao. Kwa sababu anaweza akakosa sehemu nzuri ya kujishikilia kwamba kukosoa. Ni tofauti na misimu ya nyuma ambao walikuwa wafanye vizuri. Kama unaweza kuona mikutano kama hii ilikuwa inapishana. Kwa hiyo mimi nadhani sababu kubwa ni mafanikio ambayo yamepatikana kwenye timu na kila mtu anayaona. Kwa hiyo wewe ukienda tofauti bwana Steve, watu wanaweza kuona kichaa. Imekuaje? Vipi? Watu wanaweza kushangaa kwa sababu yani uwezi niambia mafanikio ambayo Yanga kayapata miaka hivi karibuni. Afa atokee mtu leo aanze kunyoshea mkono
wale ambao wanahusika kwenye kuendesha club, anaweza kaonekana mtu wa ajabu sana. Na hilo unaweza ukalithibitisha wakati wanatangaza kuelekea kwenye uchaguzi, watu wakachukua fomu za kugombea nafasi. Unaona hata ile nafasi ya rais na makamu wa rais, hakuna mtu ambaye alikwenda kuchukua fomu tofauti na Engineer Hersi pamoja na Arafat Haji, kwa sababu wao wenyewe wanajua kabisa yani ni kitu gani ambacho utakwenda kukizungumza, kuambia wanachama wa Yanga ambao ndio watakuwa wapiga kura kwamba una kitu kipi ambacho utakuja kukileta ndani ya club ambacho hawajakipata chini ya uongozi ambao upo madarakani. Lakini pia hata utakachokuja kukisema lazima utapita mle kwenye vile ambavyo Engineer Hersi ameviahidi au ameshavifanya. Kwa sasa wao wenyewe wanaona kabisa kwa nini tuingie tuanze na mtu mwingine ambaye atakuja kuanza upya, tusiendelee na huyu ambaye tayari yupo kashafanya na kuna baadhi ya vitu ambavyo ameahidi kuifanya, na tunaona kabisa kuna uwezekano mkubwa sana wa kufikia target hii ambayo tuseme kama anayekuja labda aseme nitawapa Champions League. Ligi ya mabingwa barani Afrika. Ahadi ambayo ni ahadi ambayo ni ngumu sana mtu kukuelewa, kwa sababu kila mmoja anajua kwa ligi. Lakini msemaji wa Young Africans Alikamwe anahubiri kwamba msimu unaokuja, utakuja kumsikia hapa kwamba msimu unaokuja wacheki na kima. Sasa hiyo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Of course, au wanaongopea mashabiki wa Young Africans. Sio kuongopea, kwa sababu unajua iko hivi. Kila mtu ana malengo. Hata wewe Steve na malengo yako ambayo umejiwekea kwamba nataka kwa hapa nilipo East Africa Radio, nataka baada ya miaka kadhaa ijayo ama baada ya muda fulani ndio nimefika katika hatua fulani nitoke hapa nilipo. Na kwa Dar es Salaam Young Africans walikotoka miaka 4 iliyopita, the way walikuwa na struggle, kwa sababu kabla ya hapo walikuwa Yanga kufika hatua ya makundi kwenye Champions League ilikuwa ni ndoto. Unaona, kwa baada ya miaka karibu 20 na hawajawahi kufika hatua ya makundi. Kwa hiyo sasa unaona the way ambavyo wanakwenda, kwa sababu kuanzia ule msimu mpaka wakafika finali ya Confederation Cup, lakini wakuja kwenye Champions League unaona wanafuzu kuingia makundi back to back, na unaona kabisa kwamba kuna wameshajua kabisa ili uweze kuvuka makundi kwenda katika hatua zinazofuata ni vitu gani utakao vifanya, wale ambao wanatuzidi wanafanya vitu gani. Kwa na wao unaona kabisa wana struggle ama wanapita kwenye njia zile kusajili wachezaji ambao wana uwezo wa kuwasaidia kufika kule ambako wanataka kufika. Lakini pia unaona kuna positive way, kwa sababu kuna baadhi ya wale giant wengi ambao huwa wanafanya vizuri kuelekea msimu ujao hawapo kwenye mashindano. Kwa hiyo Yanga wanaona kabisa kwa usajili tuliofanya, lakini pia na wapinzani ambao tunakwenda kukutana nao, kuna hiyo chance ya kuweza kufanya vizuri tukafika kule ambako tunatakiwa kufika. Hao ni Young Africans, ambako leo msemaji wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe alizungumza na waandishi wa habari, akawa ametangaza rasmi kwamba msimu wa sherehe ama shamra